nasema jamani, achaneni na habari za maandamano. Tufanye kazi, maisha mengine yaendelee. Tarehe 7 kwa wanangu, hichi ndio kama kitaka hichi. Kwa hiyo wao wanajiita wanaharakati wa nje ya nchi, ndio wachukua wanahamasisha nyie muandamane ili nchi yetu ikose mapato, sisi tukose kufanya kazi, tupate riziki zetu, mambo yasiende. Imagine leo ni Jumanne, sio weekend. Hii siku ya 7 miaka mingine biashara za zinaendelea. Hapa kuna saluni, pale kuna nini, kuna duka la accessories za magari, mambo hayaendi. Kwa wanangu ndio mko mnahamasishwa ili tukose riziki, nchi ikae kimya kama hivi. Hata kama watu hawajatoka, ndio na sisi tunasema wasitoke, watu watoke kufanya kazi zao kama kawaida. Kwa hiyo wanangu, mmeogopesha Watanzania wenzetu, biashara zimefungwa, mambo hayaendi, tunahitaji mahitaji yetu tuyapati. Kwa wanangu, hiki ndio mchokuwa mnakitaka. Vijana wapati hela, mchongo na feli leo sababu ya mliogopeshwa. Kwa wanangu, mlikuwa mnaomba mtumie akili, achaneni na maandamano. Ndio mkataka tukae kwenye hali hii. Leo unakuja unataka huduma fulani uipate. Kwa hiyo hicho ndio mlikuwa mnahamasishwa kwamba andamaneni ndio ili nchi isifanye kazi yetu. Wanangu, Watanzania kuweni makini sana na hawa wanajiita wanaharakati. Watakupotezeni wewe na familia yako, ndio mtaje kutoana huko kituo polisi au pigwe shaba ufe, sasa ndio wasenge wenu.